Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbo katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa zangu na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshitoa kwetu, nami naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama gisi mnavyoona, tema ya siku ya leo inahusu utambulisho wa Demon Asmodeus. Demon Asmodeus. Wengine watasema um, Asmodain, yani kuna majina mbalimbali ambao wanahita kuhusiana na hii demon. Ndugu zangu, mafundisho ya siku ya leo yanahusu mpinzani, na tunaposema mpinzani ni kwa sababu tayari nimeshataja ni mpinzani wa namna gani, lakini mpinzani hapa sio mpinzani wa kwanza ambaye atajulikana kwa jina la Shetani Mlima Bobero mbaya, hapana, bali tutaenda kuongelea demoni hiyo ambayo nimetaja kwa jina la Asmodeus. Tutaenda kuelewa jina lake halisi katika lugha ya kwanza kabisa ambayo ni Duala ya zamani, na mtaenda kujua kwa nini tuongelee hii aina ya demon. Na kuna ufunuo mwingi sana, lakini pia kuna mambo mengi, mafundisho mengi ambayo ni ya uongo yanayoongelea kuhusiana na demoni hii inayoitwa Asmodeus. Kwa wale ambao hawajui, kuna taswira mbalimbali za picha mbalimbali ambazo wanajaribu kuchora ili kuwakilisha hii aina ya demon. Mnapoandika kwenye mtandao wa kijamii, andikeni tu kama gisi mnavyoona hapo, nimeandika Asmodeus, mwandikeni hivyo tu, alafu mnaenda kwenye picha muangalie gisi wanavyowakilisha, ingawa sio hivyo kwa asilimia yote, kwa sababu ni kitu ambacho wanawakilisha tu, lakini sio uhalisia wenyewe, ili mpate picha ya kujua ni namna gani, hasa ni aina gani ya demon ambayo tunaenda kuongelea kwa siku ya leo. Sasa sijasema kwamba ndio demon yenyewe, lakini nasema ni uwakilishi tu ambao wao wenyewe wanachora. Kwa hiyo ndugu zangu, tutaenda kuona hii demon utambulisho wake ni upi na mwonekano aliokuwa nao, aidha kwa sababu hiyo demon bado ipo, ina mwonekano wa namna gani. Baadhi ambao waliosoma sehemu ndogo ya historia ya demoni hii ambayo ni Asmodeus katika kitabu cha Tobit, maana sio kila Biblia tafsiri ya Kiswahili ambayo unaweza ukapata kitabu cha Tobit. Nafikiri kwa vitabu kati ya vitabu vya Biblia ambayo Wakatolika wanayo, nafikiri Tobit imo, na kwenye tafsiri zingine za Kifaransa utakuta hicho kitabu cha Tobit kimo ndani. Sasa mjiulize kwa nini hakikuwekwa katika tafsiri zingine. Wao watasema kwamba ni vitabu ambavyo waliviwekea mashaka. Kwa nini vingine havikuwekewa mashaka? Kwa nini kuna Injili 4 ndani ya Biblia za kisasa, na wakati unajua kwamba wengi walizungumza, wengi waliongea, lakini hiyo sio mada ya siku ya leo. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba Tobit sio kila sehemu ambapo mnaweza mkapata hichi kitabu chake, sio katika kila toleo la Biblia ambapo unaweza mkapata historia yake. Ndugu zangu, ikiwa tunaenda kuongelea aina hii ya demon, ni kwa sababu tunaelezwa kila mara hata na mwalimu wetu kwamba kabla ya kwenda kupambana na adui, kabla ya kwenda kupambana na mpinzani wako, unatakiwa kwanza kumfahamu, kumjua vizuri nani mpinzani wako, aidha adui yako. Ana nguvu ya namna gani? Ni sehemu gani, aidha ni fasi gani ambapo ana udhaifu? Nakumbuka vizuri hata sisi ambao tuliwahi kucheza mpira, tulikuwa tunajua kwamba unapoenda kucheza dhidi ya timu fulani, tayari mara mtaongea kwamba hawa jamaa wako vizuri sana huko mbele, lakini nyuma beki wao yule huyu pale kuna udhaifu hapo, lazima tutapenya hapo. Kwa hiyo nguvu zetu zote tunaelekeza hapo hapo ili kwamba tupate kufanikisha. Hayo ni mambo ya mpira. Lakini kuhusiana hata pia kuhusiana na vita vya kiroho, tunatakiwa kutambua kabisa nguvu ya adui yetu iko namna gani na ni wapi na gisi alivyo. Ndio maana ni vizuri zaidi sana kutambua kabla ya kufanya kitu, kabla ya kwenda kupambana, lazima ujue adui yako yeye yuko namna gani. Kitu ambacho kinashangaza sana kuhusiana na hii mada ni kwa sababu hii demon wanaifananisha na viumbe kadhaa ambavyo sio kweli.
Na hii ndio lengo zaidi sana, ili mwende kujua kwelikweli kwamba watu wanaongea mambo wasioyafahamu, wasioyajua. Walio wengi wanasema wao wanamjua shetani. Kila mara wanapoingia katika mikusanyiko yao wanasema wanamkanyaga shetani, mara wanamfunga makamba. Sasa swali, wakati unaposema kwamba unamfunga shetani, unamfunga namna gani? Na unapomfunga unatumia kamba gani ili kumfunga shetani? Kwa sababu sio kuongea tu unatakiwa wakati unapoongea na kufunga shetani na uone kamba ambayo unafunga shetani naye, ambayo itamwenea, ambayo anaweza kafungwa naye. Je, hiyo kamba ni kamba ya namna gani? Ni kamba ambayo unafungia nani? Mbuzi wako? Aidha ni kamba ambayo ni nini? Ni kamba ipi ambayo utafunga shetani naye? Ndio maana watu wakati wanapozungumza, wao wanazungumza kwa sababu ni miemko tu ambayo inawaingia, wanaenda kuongea mambo ambayo si sahihi. Kwa hiyo walio wengi watasema shetani si tunamfahamu shetani. Ndio maana walio wengi wanasema kwamba shetani yeye ni malaika, lakini tunawaambia kwamba shetani hajawahi si na hata kuwa malaika hata siku moja, ila shetani yeye ni kerubi, na kuna tofauti kati ya malaika na kerubi. Kerubi ni tofauti na malaika, lazima watu wajue na waelewe hili. Sasa ikiwa wewe mwenyewe ambaye unasema kwamba wewe unapambana na shetani, lakini hata umbo la shetani mwenyewe haujalijua, haulifahamu, unamfananisha shetani na malaika, tayari unaenda kupambana na kiumbe ambacho haujui nguvu zake, haujui uweza alio nao. Ndio maana lazima utambue adui yeye ni nani. Ni vema, kwa sababu hapo unapoongelea kuhusiana na shetani mlima bobe, ni kerubi wa kale aliyepakwa mafuta, lakini hivi hana si mpakaliwa tena, kwa sababu uzima haumo tena ndani yake. Mnaona ndugu zangu? Kwa hiyo anaweza akachukua akajifanya malaika wa mwanga. Wakati wanaposema ndani ya Biblia kwamba anajifanya kuwa malaika wa mwanga, ni kwa sababu yeye si malaika wa mwanga, lakini anaweza akajifanya, watu wakafikiri kwamba ni malaika wa mwanga, lakini yeye si malaika wa mwanga. Hichi ni Kiswahili ambacho kiko rahisi, ila ambacho kinawasumbua wengi katika hiyo mikusanyiko bila kuelewa nini maana ya kile wanachokisoma. Walio wengi wanasema wanajua ulimwengu wa giza na wanapambana, wanafanya vita kabisa dhidi ya ulimwengu wa giza la kichawi. Sasa hivyo vita wanavifanya namna gani? Je, ni hapa akilini? Aidha wanafanya namna gani? Maana ili kufanya vita vya kiroho ni kitu ambacho kinatakiwa kuwepo, sio fikra, sio mawazo ambayo unafikiri na kwamba tayari moja kwa moja unaingia katika vita vya kiroho. No. Na haya mambo yote yanaombwa, yanahitajika, yani uanzishwaji wa hali ya juu, ili kutambua ni namna gani unaweza ukapambana vita hivi vya kiroho, ingawa kuna aina zingine za vita vya kiroho ambavyo tunapambana watu bila kuwa na ufahamu kwamba wanapambana vita vya kiroho, lakini siongelee kuhusiana na hilo. Basi ndugu zangu, kitu ambacho tunatakiwa kuelewa ni kwamba kabla ya kusema kwamba unamkanyaga shetani, kabla kwamba ni demon ambaye inakusumbua, kabla ya kusema kwamba mimi najua maisha yangu hayako sawa, ni kwa sababu shetani, demon, shetani, malaika walioanguka hawa ndio wanafanya hivi, lazima kwanza utambue kwamba adui yako wa kwanza kabisa ni udhaifu wako wewe mwenyewe. Hicho ni kitu cha kwanza. Yes, huyu ni adui wa kwanza wa mtu, ni yeye mwenyewe. Adui wa kwanza wa mtu ni ujinga wake huyu mtu, kwa sababu ujinga unamfanya mtu kuwa dhaifu, unakuwa dhaifu. Na ujinga sio tusi, bali ujinga ni kutokujua kitu fulani, na wakati unapopata kujua hicho kitu, hauko tena mjinga, umeshatoka katika hiyo nafasi ya kuwa mjinga, ukawa mtu mwenye maarifa. Hichi ndio kitu ambacho unatakiwa kukielewa. Sote kabla ya kujua huu kweli tulikuwa wajinga. Yes, tulikuwa wajinga kabisa, tulifikiri kujua, lakini hatukuwa kabisa katika mstari wenyewe kuhusiana na ukweli. Na wakati tulipoanza sasa kujua, ingawa ukweli ni mpana na tena una kina chake, hatuwezi tukaumaliza, ila kwa yale ambayo tumeshayajua kwelikweli, hakika ujinga wetu umeondoka kabisa. Sasa tutaongelea historia ya patriarki wetu mmoja katika kipindi cha patriarki wetu mmoja ambaye anaitwa kwa jina la, ndani ya Biblia za kisasa anaitwa kwa jina la Tobit, lakini jina lake halisi anaitwa kwa jina la Sangwa-Bwam. Sangwa-Bwam. Tunajua kwamba historia yake kama jinsi nilivyosema haipatikani katika tafsiri zote za toleo zote za Biblia hizo za Kiswahili. Wana sababu yao kwa nini hawakuiweka, lakini kuna historia ya huyu Sangwa-Bwam ambaye ni patriarki wetu aliyekuwa mweusi
kwa sababu mambo yote ya kiroho ni swala la rangi, na manabii wote walio ndani ya Biblia za kisasa, mitume wote, Kristo wa kweli, mtu wa kwanza, mwanamke wa kwanza, wote taifa linaloitwa la Israeli, wote ni weusi. Hilo sio jambo ambalo tena tunaweza tukaongea sana, maana hakuna mjadala tena zaidi kuhusiana na hilo. Hapo mwanzo ndio ulikuwa watu walikuwa na ugumu wa kukubali hili, maana wanapojiona kwamba sisi watu weusi tuko watu duni, namna gani tunaweza kuwa taifa teule? Ila haiwezekani, tuko katika haya matatizo hivi na sisi ndio taifa teule? Haiwezekani. Lakini watu wameelewa sasa kwamba wale wajanja walio pale sio taifa hata kidogo la Muumba, bali ni wanyang'anyi ambao wamekuja pale, ambao walihundwa katika mwaka 1947-48 na Umoja wa Mataifa. Hiyo sio siri. Sasa ni sisi watu weusi. Sasa wakati unapokuwa katika hali hii ambayo tumo kwa wakati huu, ni kwa sababu sisi ni wahasi. Mimi si muasi tena, kwa sababu nilikuwa muasi katika kipindi fulani, lakini kwa sasa hivi nimerejea nyumbani. Naporejea nyumbani, yani naingia katika historia ya mababu zangu waliotembea kulingana na ukweli. Niko kwenye msingi kabisa, niko kwenye chanzo chenyewe cha maarifa ambayo tunatakiwa sisi watu weusi kwanza kuwa nayo. Hili nawaambia ndugu zangu, na sina wasiwasi na hili, na nafurahi sana kuhisi namna mimi nilivyo kwa wakati huu, kwa kupokea ukweli katika nyakati hizi zetu sisi, katika uzirisho huu, ili kumpokea mzaliwa wa pili katika kipindi chetu sisi bado tunaishi. Ni neema ambayo siwezi nikaielezea, na sijui naweza nikafanya kitu gani ili kushukuru kuhusiana na neema, lakini nasema asante tu Luba kwa upendo wa ajabu, kwa kumzirisha mwanaye mzaliwa wa pili katika kipindi changu hiki mimi bado niko na ufahamu. Ndugu zangu, historia ya Tobit ambaye ni Sangwa Bwam ilitendeka kweli, na ikiwa ilitendeka, kuna mambo kadhaa ambayo ilitendeka katika maisha yake ambayo ataenda kutuelezea, lakini pia kuna roho mmoja ambaye alishuka katika lengo la kuja kutekeleza jambo fulani ambalo mtaenda kulijua humu humu katika mafundisho. Ndio maana tunaenda ndani ya Kalata DMC, kama gisi mnavyojua, kitabu cha maajabu ambacho ni code iliyofunuliwa ya Biblia ya Biblia Kalata Mbale. Ndio hii Kalata DMC ambacho ni kitabu cha maajabu, na ni kweli ni kitabu cha maajabu, sio kuongea tu, lakini gisi kinavyoelezeka na ndivyo ilivyo. Ndugu zangu, Sangwa Bwam sura yake ya 40 na sura yake ya 4 mstari wa pili. Sangwa Bwam ndio nimesema, ndio huyu anayeita Tobit, sura yake ya 4 mstari wa pili inaanza kusema hivi. Anayeongea hapa sio yeye, bali ni mwanamke, mtenda kumfahamu ni nani. Kwa hakika mimi Wonje nilikuwa nimeolewa mara 7. Nilikuwa nimeolewa mara 7. Hapa ni historia ya mwanamke mmoja ambaye ndani ya Biblia za kisasa nafikiri pia walimuongelea, ambaye mwanamke ambaye alifikia hadi kwenye hesabu ya wanaume 7 kumuoa, lakini kila mwanaume anapotaka kuja ameshamaliza kila kitu, sasa waingie katika chumba cha ndoa, mwanaume anafariki. Wa kwanza akafariki, wa pili akafariki, wa tatu akafariki, wa 4 hadi 7. Ni kitu gani ambacho kilifanya kwamba huyo waume, ingawa sio kwa mpigo mmoja kwamba aliolewa na wanaume 7 kwa mara moja, hapana, ilikuwa kwamba anachumbiwa, kila kitu kinaenda vizuri, wanapoenda sasa kwenye chumba cha ndoa, kwa sababu ili kwamba kwa rahisi kujua kwamba kweli kweli ndoa imekamilika, lazima sasa wafanye tendo la ndoa, kwa sababu tendo la ndoa ni ndoa. Unaweza kuwa mme na mke, kama gizi mnaitana mme na mke, lakini kama mjawahi kukutana kimwili, hiyo sio ndoa bado. Muelewe hili, haya ni mambo ya kiroho, lazima muelewe vizuri. Kwa hiyo watu wanaosema kwamba mimi naenda tu natembea naye, ukifanya tendo la ndoa na mtu mwingine na mtu, tambua tayari hivyo kiroho mmeshakuwa, yani ni ndoa hiyo ambayo imeshafungwa kama nyama juu. Hiyo sasa imefungwa vibaya, aiza vizuri, sasa hapo tu. Sijui kama mnaelewa hii. Inategemea na utaratibu. Sasa kila mara wakati yani mwanaume anapokuja sasa waingie katika chumba hicho cha ndoa, mwanaume anafariki. Sasa ni kitu gani kilichokuwa kikifanya kwamba huyo mwanamke waume zake wapate kufariki? Hilo ndio mtaenda kulielewa vizuri kwa siku ya leo. Ndio maana naanza kusema kwamba kwa hakika mimi Wonje nilikuwa nimeolewa mara 7,
lakini kila wakati ile demon ya kutisha, ededa bobe kuna mabano Asmodeus, ndio hiyo demon ambayo tunataka kuiongelea kwa siku ya leo. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya mauaji ya hao wanawake, ya huyu mwanamke kufiwa na waume zake. Yaani leo anaolewa, mambo yameenda hivi, mwanaume anafariki, anatumbiwa, anapoenda. Yani kwa nini hiyo demon ilikuwa ikiwaua waume? Yani mwanaume ambaye huyu mwanamke amempenda kwamba aolewe naye, hiyo demon inaenda kuua. Kwa nini jambo hilo lilitendeka? Kulikuwa kitu gani hasa ili kwamba afikie katika hiyo hatua hakika hadi kwa wanaume 7? Ni wengi. Kwa hiyo moja kwa moja unaanza kuona hali halisi ambayo alikuwa anapitia huyu mwanamke ambaye ni kwa jina la Wonje, na tutaenda kuangalia gisi watu walivyokuwa wakiongea zidi ya huyu mwanamke. Kwa hakika mimi Wonje nilikuwa nimeolewa mara 7, lakini kila wakati ile demon ya kutisha Ededabobe, yani Asmodeus, ilimuua mume kabla hata hajaungana nami, kuna mabano mke, yani kuwa kama mke jinsi inavyopaswa. Tunasimama hapo, alafu tunaendelea kwanza kuwapatia taarifa ya kile ambacho kilitendeka. Jamani, kasema kwamba ndugu zangu, kabla ya kwenda vitani, kabla ya kwenda kupambana na adui, lazima kwanza ni vema utambue mpinzani wako, utambue adui yako, utambue yule ambaye utaenda kupambana naye. Maana kuna wengine kama gisi nilivyosema, wanafikiri kumjua shetani mlima ube roho mbaya, kwamba wao wako nguvu kiroho, lakini wanapokuwa mbele ya adui, kuona tu mwonekano wa adui, utakuta mtu uogo naingia, hata ule ujasiri aliokuwa nao umetoweka kwa kuona tu adui mbele yake. Nasema wow, hiki ni kitu gani? Nakumbuka wakati mmoja nilikuwa bado mdogo kabisa, sijui kama nilikuwa na umri wa miaka sijui kama inaweza kuwa 6 au 7. Tulikuwa tunacheza na watoto wengine wenzangu. Sasa tukaona nyoka, na hiyo nyoka yani ilikuwa ni python, kuwa nyoka kulikweli, afu inatembea pole pole, inaenda pole pole, inajikokota, inajiburuta pole pole. Tulipoona vile tukaenda kuambia wakubwa kwamba tumeona nyoka. Wakubwa wengine wakafikiri kwamba ni michezo ya watoto tu, wanapenda kucheza cheza. Tukasema bana, tuko serious, ni kweli, ni nyoka, ni nyoka. Mmoja akaleta akaleta sijui fimbo ili kwamba aje apige. Iko wapi? Tukamwambia iliingia pale. Yeye kufika kuona hivi, alipoona hiyo nyoka alitupa mti huyo, anakimbia. Hivi mnaelewa nini ambacho namaanisha? Ni kwa sababu yeye alifikiri kwamba nyoka ambaye ni kawaida, ni kanyoka. Sasa ni nyoka tu ambayo ni kawaida, ni adui sawa nini, lakini wakati alipoona moja kwa moja akasema kumbe ni hivi. Kwa hiyo hicho ni kitendo ambacho kinaweza katokea mtu, yeye anajiiti kwamba anajihisi yeye ana nguvu, lakini anapoona mwingine ambaye ana nguvu zaidi yake anasema hivi nafikiri kwamba mimi niko na nguvu kweli kweli. Hapo moja kwa moja, ndio maana lazima kabla ya kwenda vitani, tambua na ujue vizuri adui yako yuko namna gani, ni nani. Kumbukeni pia hata kipindi cha Tondo ambayo wataita Daudi, wakati ambapo walienda kupambana na Etum ambao wataita kwamba ni Goliati. Ni mwanamume ambaye alikuwa ana kipimo cha mita 3 juu, mrefu kabisa. Wengine wote waliogopa, wakasema kwamba huyu mwanaume nao ni nani ambaye ataenda kuvamia? Haiwezekani. Wote wakaogopa adui. Lakini kabla ya hapo ni mashujaa ambao walipambana vita vya ajabu, akina Sauli ambao ni nyongi, ni wafalme ambao walipigana kweli kweli vita, lakini mbele ya Etum wakasema no. Hadi wakati ambapo Tondo alipoingia akasema mimi nitapambana naye. Kila mtu akasema huyu mtoto naye anapenda kitu gani? Hata yeye mwenyewe Etum, wakati Tondo alipojiwakilisha mbele yake na kusema kwamba mimi nitapambana na wewe,
alianza kumdharau na kusema angalia huyu. Kumbe yeye Tondo alikuwa tayari ameshaingia katika mafunzo, anajijua yeye alivyo na anajua nguvu zake ziko wapi na mwisho wa huyo adui uko wapi. Lakini wengine walikuwa bado hawajapata hayo maarifa, hawajapenya hicho ambacho walichokipenya Tondo. Kwa hiyo kuwapenda kuambia kwamba, ndugu zangu, ni vema kutambua adui yuko namna gani kabla ya kwenda vitani. Watu wanaweza wakajiuliza sasa, ikiwa hiyo demon ilikuwa ikiua kila mara watu, je, katika kipindi hicho hapakuwa manabii? Hapakuwa mtu ambaye anatembea kulingana na ukweli wa neno la Loba ambaye anaweza akafukuza hiyo demon na itoke? Hizo ni swali nzuri ambazo mnaweza mkajiuliza, lakini tambueni kwamba hata kipindi cha huyu wanayeita Yesu ndani ya Biblia za kisasa, wanamwambia kwamba kuna wanafunzi za mitume wa Yesu walitaka kufukuza pepo ambayo ilikuwa za demon ambayo ilikuwa imempagaa mtoto mmoja, lakini hiyo demon haikutoka. Sasa wakati huyu Yesu alipokuja, wanasema namna gani? Akasema kwamba aina hii ya demon, yani hapa ili kuitoa kabisa ni yani kufanya mfungo kabisa na maombi ili kwamba labda hii demon ipate kuondoka. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za demon. Kuna demon ambazo hata uongee namna gani haziwezi katoka. Kuna demon zingine ambazo zinatakiwa, zingine labda ni kuimba tu na zinaondoka. Kuna zingine ni kuweka tu hata yani kusema hivi, kuweka hata mkono hivi pup, na zinaondoka. Kwa hiyo kuna kila aina ya demon na namna yake ya kuondoa hizo demon. Kwa hiyo wale wanaofanya hiyo michezo kusema kwamba hao sijui, kila mmoja ambaye ana matatizo haya chukua maji mafuta na ulimwengu wa kiroho hauchezi mchezo huu ambao mnaucheza. Kuna sehemu fulani mchungaji fulani anapana chumvi, hiyo chumvi ndio inatoa kila kitu ambacho ni kibaya. Hapo mnahisi kama ana chumvi, na wewe chukua kwenye jikoni una chumvi, chukua chumvi nawe pia tumia, maana ni chumvi hiyo hiyo. Wao watasema ni chumvi ya baraka. Kwa hiyo zingine zote, yani chumvi nyingine yote haibarikiwi, ni yake tu ndio imepata baraka. Hatani na hao. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio maana wakati unapoingia katika vita, lazima tambua na ujue vizuri adui yako na uwezo alio nao uko namna gani. Hili ni jambo ambalo nimesisitiza sana, kwa sababu watu wanafikiri kumjua shetani, kupambana na shetani. Hapa siko hapa kwa ajili ya kushabikia aidha kumtukuza shetani, aidha kutukuza demons. No, hapa napenda kuambia kwamba, ndugu zangu, kabla ya kwenda vitani ni vema kujua na kutambua adui nguvu zake ziko namna gani na wapi ambapo kuna udhaifu wake, ili uende upambane naye. Hilo tu. Kwa hiyo sasa hapo anatuambia kwamba basi hivi ndivyo yule mfanyakazi aliniambia. Kwa hiyo huyu mwanamke, kwa sababu hicho kitendo cha waume zake, kila mwanaume ambaye anayetaka kumwoa kufariki, kuna mfanyakazi ambaye aliongea maneno ambayo yalimuumiza sana huyu mwanamke ambaye ni Uonje. Alisema namna gani? Wewe ndiye unayewahua waume zako. Kwa hiyo tayari hilo ni neno ambalo, ndugu zangu, linaumiza sana. Haya mambo yanaweza yakatokea katika familia yako, katika jamii yako. Mwanaume anaweza akafariki ghafla, mwanamke anakuja kuelezwa kwamba ni yeye muuaji. Anaweza akajieleza namna gani? Wewe ni muuaji. Inaweza katokea hata kwa mke amefariki tu ghafla, pap, hakuumwa, hakufanya nini, atakuwa ni mme tu ndio alikuwa nini, ndio ndiye aliyemuua, kwa sababu haiwezekani, mtoto wetu alikuwa hivi na hivi. Lakini watu hawajui ni mambo gani ambayo yanatendeka hasa katika ulimwengu wa kiroho, yani ulimwengu upande mwingine unaofichika ambao watu katika inaonekana hawauoni. Sasa huyu binti ambaye ni Uonje anasema kwamba kuna mfanyakazi ambaye alikuwa akiongea, na sio yeye tu. Ina maana kwamba mwanamke huyu, kwa sababu wakati kama mtu amekuja kuchumbiwa na ameingia katika hali ya kwenda kuolewa, watu watajua, taarifa itaenda sehemu fulani, na tena atakuwa mwanamke, ni mwanamke ambaye alikuwa na sifa ambazo ni nzuri, kwa sababu ni mwanamke ambaye ameanzishwa, alikuwa na sifa nzuri. Sasa inatokea mwanaume mume wa kwanza anafariki, wa pili anakuja kuchumbia, naye pia katika wanapotaka kwenda kwenye chumba anafariki hadi 7. Yani mjue kwamba mujiweke sasa pa nafasi ya huyu mwanamke, muangalie namna jina lake lilivyoharibika katika wakati huo, katika sehemu ambapo alikuwa amekaa, katika wakati ambapo sehemu ambapo alikuwa anaishi hakuwa na amani. Labda anapopita, angalia mchawi yule, anapofanya hivi, angalia njoo yule ambaye anaua waume.
wewe unapenda kumtongoza, usisobutu. Ukimtongoza huyu basi unaenda na uenda fariki, utakuwa wanane. Angalieni maumivu ambayo alikuwa akiahishi huyu mwanamke ambaye ni Wonje, lakini kiundani yeye anajua kwamba sio yeye muuaji. Hata yeye mwenyewe anajiuliza ni nini ambacho kinatendeka, lakini kwa sehemu moja anaweza katambua, kwa sababu yeye ni mtu, ni mwanamke ambaye ameanzishwa. Sasa anajiuliza nifanye nini? Kwa hiyo ameingia katika mawazo, nini ambacho atakifanya, kwa sababu hiyo hali inamsumbua, inamtisha sana. Yeye hakutegemea watu, hakukimbilia kwa watu, bali alikimbilia kwa neno la Luba, kwa sababu anajua msaada, haijalishi ni nguvu ipi ambayo inatoka katika ulimwengu wa giza la kichawi. Hakuna nguvu, hakuna uwezo ambao unaweza kupita neno la Luba, ambayo inaweza kupita nguvu ambayo ni neno la Luba. Hilo haliwezekani. Kwa hiyo aliweka tumaini lake na tegemeo. Kwa hiyo aliingia katika maombi ili kuomba kwamba Luba kupitia neno lake apate kumsaidia ili aondokane na hilo jaribu, aondokane na kitu, maana anaongelewa mambo ambayo yeye mwenyewe hajui nini kinatendeka. Kwa hiyo wanamwendea, wanampelekea sifa ambayo haistahili kwake. Yeye hajui chochote ambacho kinatendeka kuhusiana na upande. Kwa hiyo ndio maana akasema, huyu mtumishi akamwambia, wewe ndiye unayewaua waume zako. Ndugu zangu, aongee namna gani? Alafu anaendelea kusema, tayari uliwapata 7 na hauna jina la yeyote kati yao. Yani 7 wanaume 7 wote umemaliza, na hauwezi ukaitwa kwamba wewe ni mke wa fulani. Kwa hiyo mwanamke huyo akaingia katika hiyo hali, yani alikuwa katika maisha ambayo ni magumu mno kuhusiana na watu gisi walivyokuwa wakisema. Kwa hiyo ndio maana kitabu cha Sangwa Bwamna sura yake ya 6 mstari wa 1 hadi 2 nasema, maombi yangu na ya Wonje yalikubaliwa. Huyu anayeongea hapa ni Sangwa Bwamna, ambao wataita kwa jina la nani? Kwa jina la Tobit. Yeye alikuwa katika maombi, kwa sababu naye pia alikuwa na matatizo yake. Sangwa Bwamna ambaye ni Tobit alikuwa na matatizo yake. Matatizo yake ni nini? Alikuwa na matatizo ya macho. Naye pia kuna wakati fulani siku ka 40 usiku na mchana yuko kipofu kabisa, haoni vizuri kwa sababu kuna mambo ambayo yalitendeka. Hayo sio mafundisho ambayo tunaenda kuongelea, lakini alikuwa na matatizo hayo, alikuwa mgonjwa. Sasa naye pia aliingia katika maombi ili kwamba apate uponywaji, hapone. Ndugu zangu, sikilizeni kwa makini uponyaji gisi unavyotendeka. Uponyaji hautendeki tu kwa sababu mchungaji fulani ameniambia niongee hivi niseme hili. Hilo halipo. Uponyaji unaanza kwanza ndani ya mtu. Maana huwezi ukapona huku, ndugu yangu, na wewe hata ukweli hautaki kuusikia na huko katika ukweli. Hilo haliwezekani. Wende upate neema kwa namna nyingine, yote inawezekana, lakini ikiwa wewe hauko katika ukweli na unaenda kuomba, maombi yako hayasikiliki hata siku, hata wakati mmoja, hata sekunde moja. Kwa hiyo yeye Sangwa hapo akasema kwamba maombi yangu na ya Wonje, kwa sababu Wonje wakati alipoanza kuhisi, alipoanza kuelezwa hayo maneno kama giza ilivyosema, alikerwa sana, aliumia sana ndani mwake, na akaenda kuomba, na aliomba maombi ya ufahamu ili kwamba apate suluhisho, apate jibu, na hapa maombi yakajibiwa. Ndio maana Sangwa Bwam akatambua hilo, na haya mambo ameandika kwa sababu ni baadaye historia walijua sasa mambo yalikuwa namna gani, na pia yule ambaye alifanya kwamba wapate kupona aliwafunulia kwa nini yeye alikuja. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Kwa hiyo maombi yangu na ya Wonje yalikubaliwa na munganga akatujibu. Kwa hiyo maombi ambayo Luba, Sangwa Bwame na Wonje ambaye walimtusi sana kwamba yeye ndio muuaji, anaua waume zake, na Sangwa Bwame ambaye alikuwa na matatizo ya macho, haoni, kipofu katika wakati fulani, maombi wakaomba katika ufahamu wa ndani wa mtu wao wa ndani, na maombi yao yakasikika, yakasikilizwa. Aliyekubali, aliyesikia maombi hayo anaitwa kwa jina la munganga. Munganga ni roho wa agizo kula vitu, ndio jina lake, na ambayo linamaanisha yani ni mganga, sio wa kienyeji au mwingine gisi wanasema wafumu au wengine, no. Mganga yani mponyaji, yule anayeponya. Kwa hiyo mnaposikia kuna wengine nyumbani wanaita wengine munganga. Baba yangu mimi alikuwa alikuwa daktari, walikuwa wanamuita munganga kwa sababu naye pia anaponya. Mnaona? Kwa hiyo anaponya, yani mtu ambaye anaponya.
Kwa hiyo yeye roho huyu wa agizo kula vitu aliitwa munganga, na huyu roho wa agizo kula vitu ndio huyu huyu ambaye hata ndani ya kanisa Katoliki walibadilisha historia yake, wakabadilisha kila kitu, wakachora kwamba ni mzungu ndiye watakayeita malaika Rafaeli. Nasikia huyu ndio munganga ambaye wataita malaika Rafaeli ndani ya Biblia za kisasa na zaidi sana wa Katoliki. Yeye munganga ana jina lingine, unaweza ukamwita munganga aiza sunga. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba na munganga akatujibu. Wakati huo huo roho mwenye nguvu anayejulikana kwa jina la sunga au munganga, kuna mabano Rafaeli, alizirika katika wakati uliopita ambao ni wakati wetu wa sasa, ili kutuponya wote na kuondoa madoa meupe machoni mwangu ili niweze kuona tena. Kwa hiyo munganga alijizirisha katika hali inayoonekana. Ulikuwa wakati uliopita wa munganga ambao ni wakati wa sasa wa Sangwa Bwami pamoja na Wonje ambao walitakiwa kupata suluhisho, kupata uponyaji kupitia roho huyo wa agizo kula vitu. Na wakati munganga alipojizirisha, yani ni mtu mweusi ndiye unayeona, na ndio maana hata walikuwa na ugumu wa kuelewa kwamba ni munganga. Munganga asingejitambulisha mbele yao, wasingelitambua kwamba ni yeye. Yani alifanya mambo uwezi ukaamini, utafikiri kwamba labda ni kaka yake kwa fulani ambaye yuko hapa anakuja anasaidia anafanya hivi. Hakika historia ya Sangwa Bwami kwa kweli ilinigusa sana, kuhusiana na namna gani munganga aliingia, namna alivyokuja kuwasaidia, namna alivyotembea nao, hapana, hadi mwisho akajitambulisha kwamba yeye ni nani. Na hapo ndipo waliingia katika woga sasa, kujua kwamba kumbe alikuwa ni sunga, alikuwa munganga. Kwa hiyo ndugu zangu, yeye alikuja kwanza kuhusiana na Wonje, yani kuna demon. Sio kwamba huyu mwanamke alikuwa amepagawa na demon, hapana. Yani hiyo demon ilikuwa inamzunguka tu, yani anapoenda sehemu iko naye. Yenyewe ni demon ya wivu. Sikilizeni kwa makini. Kwanza ni demon ya wivu, na ni demon ambayo haikuwa inataka mwanaume yeyote amguse huyu mwanamke. Sijui kama unaelewa, lakini hata yeye pia, kwa sababu yeye hataki mwanaume yeyote kumgusa huyu mwanamke, maana yeye hana uwezo wa kumgusa huyu mwanamke. Anamtamani, anampenda, lakini hawezi, kwa sababu ni mwanamke ambaye ameanzishwa. Kwa hiyo ilikuwa inazunguka. Kwa hiyo wale watu wanaume ambao walikuwa wakija, muelewe kwamba wao hawakuwa wamesimama sana katika ya roho, yani katika ulimwengu, yani katika maisha ya kiroho walikuwa dhaifu sana. Lakini Wonje alikuwa tayari ameshaanzishwa, anajua nini, na alikuwa na ulinzi ambao, ingawa hiyo demon ilikuwa iko pembeni, lakini haiwezi kamgusa. Kwa hiyo muelewe kwamba kuna demon ambazo zinaambatana hata na wanawake, zinaambatana hata na wanaume, ambazo zitakuwa na wivu kwamba huyu mwanaume asioe, huyu mwanamke asiolewe. Watu watakaa hapo, watu watapambana, nimelogwa, mama fulani ndio ameniloga, atakuwa fulani ndio ameniloga. Nyinyi wenyewe mnajiloga wenyewe, kwa sababu hamjui mambo yanatendeka namna gani katika ulimwengu wa kiroho, hamuelewi. Kwa hiyo kuna demon za wivu zipo, ambazo hazitaki kwamba mwanamke fulani apate kufuata na utakuta hiyo demon kuna mara zingine kwa wale ambao ni wadhaifu, zinakuja kutembea na huyu mwanamke usiku katika ndoto. Sasa haziwezi zikapenda kwamba huyu mwanamke kwa mfano aolewe na mwanaume mwingine. Sijui kama mnaelewa haya mambo. Haya mambo muelewe, ndivyo mambo ya kiroho yanavyotendeka. Msifikiri kwamba labda ni ndoto tu. No. Iweni makini. Ndio maana sasa hii hali ilikuwa kwake Wonje, kwamba kuna demon ambayo inamfuatafuata. Lakini kama demon inakufuatafuata, inawezekana kwamba kukawa mlango ambao umefungua lakini haujui. Ni kama Temsea alikuwa na mlango ambao uko wazi, lakini hakuwa anafahamu chochote ambacho kinatendeka, hadi pale ambapo shetani Mdimabo alikuja na akampiga ukoma wa hali ya juu, na hapo baadaye mwishowe sasa ndio akatambua kwamba kumbe nilikuwa na mlango ambao mimi sijui. Ndio maana tunapokuja katika ukweli, ndugu zangu, ni vema zaidi sana kuomba Loba kupitia neno lake atusaidie, ili tupate ufunuo wa kujua labda kuna milango mingine ambayo iko wazi, na hiyo milango ili tupate kuondoa kile ambacho kiko ndani, na milango tupate kuifunga, kwa sababu sio vizuri kufunga mlango ikiwa ndani kuna kitu ambacho kinatakiwa kwanza kutoka. Maana kuna wengine wanaanza kwanza, hata nafunga mlango. Unafunga mlango sawa, je, ndani umefungia kitu ndani?
Ni kama vile mwizi ameingia ndani. Sasa nafunga sasa ili wezi wasiingie, na tayari ndani mko mwizi. Ataendelea kumaliza vyote ambavyo viko humu na atatoka baadaye akitaka. Kwa hiyo ni vema kuomba Loba kupitia neno lake kwamba tusaidie ili tupate kujua, labda kuna milango mingine ambayo iko wazi bila sisi kufahamu, ili tupate kufahamu na tuondokane na hiyo tabia, hiyo hali, na mlango papo tufunge na kila kitu kinamalizika. Hichi ndio kitu ambacho lazima tukielewe. Kwa hiyo huyu mwanamke ambaye ni mwanamke uonje, ambaye ni mwanamke ambaye ameanzishwa tayari, mwelewe kwamba mtu anayetembea katika neno la Luba na anayefanya mapenzi ya neno, huyo mtu ana mwanga. Kuna mwanga ambao unamzunguka, na huo mwanga kumzunguka, ulimwengu wa giza la kichawi lazima utaona huo mwanga. Sasa wao watakachokifanya ni nini? Kuhakikisha kwamba huo mwanga wanauzima. Hilo tu. Hicho ndio kitu ambacho unatakiwa kukielewa. Unapokuwa katika neno na unatembea kulingana na neno, unaheshimu sheria, hakika wewe hauwezi ukaona mwanga wako, lakini demon, ulimwengu wa giza la kichawi, wao wanaona vizuri. Popote pale ambapo unapita wanaona mwanga wako. Sasa hilo hawawezi wakafurahia. Lazima mwanga huo upate kuzimwa, na ili kuzimwa kutakuja matukio mbalimbali, kutakuja mambo kadhaa mengine ambayo yatakusababisha kwamba usisonge katika njia. Kuna hili na lile, hadi wewe mwenyewe unajiuliza, kwa nini niko katika ukweli? Hata nitoke. Na unapotoka moto huo tuseme huo mwanga, boom, sasa hiyo nuru boom inazimika. Basi na unapozimika kweli unaingia kweli, maana mtu ambaye amejua ukweli kwa namna kwa sehemu kubwa, aza sehemu ambayo ameijua, alafu anaporudi nyuma, hata ufanye nini hauwezi ukamrejesha. Hata ndani ya Biblia kala tambali imesemekana hivi, mtu ikiwa alikubali ukweli na akaanguka na akaanza kuongea hata zidi ya neno, hata ufanye nini huyu mtu hawezi akarejea. Hata ufanye kitu gani huwezi ukamrejesha wewe. Labda apate neema tena ya neno, labda ili apate kurejea. Maana utamwambia kitu gani ambacho hakukiona, hakukisikia ndani ya neno? Ikiwa ni kumwambia kuhusiana ukweli, anajua kwamba huu ni ukweli, lakini kile ambacho kimempeleka ni tamaa yake mwenyewe. Sasa huyo mtu umrejeshe sasa ni vigumu. Kwa hiyo ndugu zangu, tufanye angalisho sana tunapokuwa katika njia, tujue wapi tunaweka mguu, na kabla ya kutenda jambo lazima tutafakari kwanza, mapema kabisa, mapema. Kwa hiyo uonje aliomba Loba kupitia neno lake, na kweli maombi yakasikilizwa, munganga akajitokeza ili aje. Sasa ni namna gani uponywaji wa huyo dada yetu uonje utafanyika? Kwa sababu yeye sio kwamba yeye ni mgonjwa, lakini kile ambacho kinamzunguka, ambacho kinamsumbua, kinachofanya kwamba asiolewe ni kama vile ugonjwa, kwa sababu naye pia anaumia ndani. Watu wanaongea mambo mengi kwamba muuaji. Sasa haya mambo yatakuwa namna gani? Wakati munganga alipokuja, hiyo demon ambayo ilikuwa ikizunguka haikujua kwamba munganga amevika hiyo demon ededabube ambayo Asmodi haikujua kwamba munganga amekuja. Haiwezi kujua, haiwezi katambua hata kidogo, kwa sababu watu wanafikiri kwamba labda shetani anajua kila kitu. No, shetani hajui kila kitu. Labda shetani yuko sehemu zote. No, shetani hajui kila kitu, na ndio maana kuna wajumbe wake wanamtaarifu, sio watu. Nasema malaika walioanguka wanaweza kumtaarifu kujua kwamba kuna hili na hili na hili na hili. Muelewe hivi. Kwa ndio maana ndugu zangu, haijalishi ni matatizo ambayo tunajikuta ndani yake, ni vema kuweka tumaini katika neno la Luba. Haijalishi ni aina gani ya magumu, matatizo, kaka, dada, ambayo unapitia, weka tumaini lako katika neno la Luba, kwa sababu msaada wetu ni neno pekee. Kwa watu hakuna msaada wowote. Unaweza ukafikiri kwamba nilikuwa nategemea fulani, lakini huyu fulani ambaye unategemea naye pia anategemea kitu kingine. Kwa hiyo angalisho sana. Uonje aliomba maombi ya ufahamu na akapata jibu. Tusiwe na mashaka wakati wa kuomba. Mstari wa pili, munganga pia alitakiwa kumwokoa uonje. Anayesema hapa ni yeye Sangwabwami. Alitakiwa kumwokoa uonje, binti wa Epaka, ndio baba yake, kutoka kwa demon ya kutisha ededabube, na kumpa nyingine mwanangu awe mke. Manake ni nini? Hapa na taarifu sasa, anatoa taarifa kwamba munganga hakujitokeza tu kwa ajili ya kumponya yeye Sangwabwami kwa matatizo ya macho, lakini pia alikuja kwa sababu ya kumwokoa, kumwondoa katika hiyo hali uonje ambaye alikuwa tayari
na sifa ambayo si nzuri kulingana na watu, lakini mambo ambayo yeye mwenyewe hakuwa anayafanya. Kwa hiyo alitakiwa, na sasa wakati ambapo atakapopata uponyaji anatakiwa sasa kuolewa. Sasa ataolewa na nani? Ili watu sasa waseme kwamba kweli kweli mara hili limepita. Kwa ndio maana Sangwa-Bwami ambaye ni Tobit anasema kwamba mtoto wake anaitwa kwa jina la Nyengene ndiye atakayemuoa baadaye. Lakini kabla ya kufika huko, ni nini kilitokea? Kwa hiyo jiulizeni, hii ilikuwa ni aina gani ya demon hii, ndugu zangu, ambayo ilitaabisha watu, ilitaabisha huyu mwanamke katika kipindi hicho? Walioanzisha walikuwa wapi ili kuondoa hiyo demon? Ilitakiwa munganga ashuke aondoe hiyo demon. Ndio maana kitabu cha Sangwa-Bwami sura yake ya 10 mstari wa 7 hadi 13 inasema, rafiki yangu mpendwa, mimi Nyengene nikamjibu mlinzi. Wakati huu mlinzi huyu ambaye ni munganga alifanya safari na Nyengene, mtoto wa Sangwa-Bwami, kwa sababu Sangwa-Bwami alikuwa ameacha pesa zake kusini mwa Afrika. Siseme Afrika Kusini, nasema kusini mwa Afrika. Kipindi hicho nchi kama Afrika Kusini gisi inavyoitwa kwa wakati huu haikuwepo, lakini kulikuwa kusini mwa Afrika, kama tunaweza kusema magharibi mwa Afrika, aidha sijui mashariki mwa Afrika, aidha kaskazini mwa Afrika, aidha katikati mwa Afrika, ndio namaanisha. Kulikuwa pesa zake ambazo zilikuwa kwa rafiki yake. Sasa yeye kwa sababu tayari ni mgonjwa, sasa akamtuma mwanae. Sasa hakutaka kwamba mwanae aende mwenyewe, kwa sababu njia zilikuwa zimeshaanza kuwa na wasiwasi wakati huo, maana vibaka vilikuwa tayari vimeshaingia. Kwa hiyo munganga ndipo alipotokea. Wao hawakujua kwamba yeye ni mlinzi, kwamba yeye ni roho agizo kula vitu. Akapiga safari naye. Sasa njiani humo ndipo wakaanza kuongea sasa wonje. Nyengene mtoto mvulana kijana wa nani wa Sangwa-Bwami Tobit anazungumza sasa na mlinzi ambaye ni munganga. Yeye hivyo hajui kwamba yeye ni munganga, hajui kwamba ni roho agizo kula vitu. Anaongea naye kama vile rafiki tu, yeye hana taarifa kabisa. Sasa anamwambia, ndio maana akasema hapa, rafiki yangu mpendwa, anamwambia roho agizo kula vitu. Rafiki yeye hana, yani anaongea naye. Mimi Nyengene nikamjibu mlinzi. Anasema mlinzi kwa sababu tayari hapa anaandika sasa historia gisi ilivyotendeka. Anajua sasa kwamba hapa ni mlinzi sasa, kwa sababu anaandika kila kitu kimeshatendeka, lakini wakati huu hajui kwamba yeye ni mlinzi. Akamwambia, nimeelezwa kwamba Wonje ndio huyu binti tayari ameolewa mara 7 na kwamba waume zake wote walifia kwenye chumba cha harusi. Mganga mwenyewe umesikia taarifa, kuna minongono, watu wanasema huyu mwanamke, huyu binti, waume 7 wote wamefariki. Wa kwanza kaja anachumbia hivi papo kwenda na maji, wa pili hadi 7. Hiyo ndio taarifa ambayo inazuka katika mji huu. Hiyo ndio taarifa ambayo nimepewa mimi. Kwa hiyo watu walipata taarifa hiyo ya mwanamke huyo. Baadhi watamwonea huruma, wengine watamuita kwamba mchawi huyo ambaye anaua waume zake. Wakati wa usiku anaendelea kumwambia munganga, na munganga anajua kila kitu. Wakati wa usiku walipojaribu kumkaribia, yani kumkaribia ni kufanya tendo sasa kama vile mume na mke, wakafa. Na hata niliambiwa kuwa ni demon iliyokuwa ikiwaua. Afadhali yeye alipewa. Sasa kuna wengine ambao walipenya wakajua kwamba no, huyu mwanamke si mchawi, bali kuna demon ambayo inazunguka, ambayo haitaki huyu mwanamke kuolewa, ndiyo inayoua waume. Sawa. Sasa ndio maana akasema kwenye mstari wa 9 kwamba ndio sababu ninaogopa. Maana ni yeye ambaye anatakiwa sasa kumuoa. Akamwambia mlinzi munganga, sio kwamba nakataa sio kwamba nakataa kwamba siwezi nikapenda kumuoa, lakini wewe mwenyewe jua taarifa hiyo, 7 wameshaenda. Unafikiri mimi kabisa nitasalimika? Sitakuwa wa 8 hapo kabisa mimi kumalizika hapa kwa kweli? Hauna uhakika? Kweli mimi sijakataa, lakini mimi naogopa uende nami pia nitakuwa wa 8, nitafariki. Ndio sababu ninaogopa.
Demoni hiyo haimzuru msichana, lakini inamuua mwanaume yeyote anayejaribu kumkaribia. Hiki ndio kibaya zaidi. Mwanamke yeye binti hagusu. Yeyote ambaye anakuwa kwamba huyu ndio atakuwa mme, basi ni huyu ndio anafariki. Sasa na mimi ndio hapo mnapenda mimi, mmeniambia kwamba ni vema niingie hapo. Sikatai, lakini naogopa. Kwa hiyo wewe utanishauri namna gani? Kwa sababu wewe ni rafiki. Alafu anaendelea kumwambia nani, mlinzi munganga, kwamba mimi ni mwana wa pekee. Mlinzi, yani kwetu baba na mama hawana mtoto mwingine, yani ni mimi tu, na nikifa nitawaletea baba yangu na mama yangu huzuni kubwa hivi kwamba nitawafanya kuingia kaburini. Yani mimi nikifariki hawana tegemeo lingine, hawana mtoto mwingine, yani mimi ni mtoto pekee wa baba na mama. Sasa ikitokea kwamba mimi huko nafariki, na mimi kama hao wanaume 7 ambao walifariki, mama na baba wakipata hiyo taarifa, nao pia watafariki. Watafariki. Ndio maana akasema, lakini hawana mwana mwingine wa kuwazika, ni mimi tu. Sasa ndio maana munganga, naogopa kwamba nimchukue na mimi pia namalizika. Hapo ndio matatizo. Sikatai, lakini ninawoga. Hiyo ni kawaida. Hata nawe pia unajua kwamba kuna wake. Na tena kitu kingine, sikilizeni kwa makini. Huyu ambaye munganga anaongea naye hivi kama vile rafiki tu, lakini hajui kwamba ni roho agizo kula vitu. Yaani kama vile kaka ambaye ana mwenendo mzuri, busara, anapenda watu na mengine. Ingelikuwa labda amepata ufunuo kusema kwamba munganga ni roho agizo kula vitu, kwa hiyo chochote ambacho atasema usiogope, nenda tu. Hana taarifa kwamba ni roho agizo kula vitu. Sasa ikitokea kwamba mimi nafariki, munganga aliendelea. Hapo ndipo munganga naye pia akasema, sasa umesahau kwamba baba yako mwenyewe alipendekeza uchukue mwanamke mweusi aliyeanzishwa kutoka kwa watu wako? Hivyo umesahau kweli baba yako alipendekeza hilo? Sio kwamba anakulazimisha, alipendekeza. Kwa sababu katika ukweli hauwezi ukalazimisha mtoto aoe huyu aweza olewe na huyu, lakini ni vema. Ila swala la kusema kwamba mwanangu anapenda kuoa, yeye ni mweusi anapenda kuoa mzungu, aweza kuolewa na mzungu, hilo sio swala la kusema kwamba ni haki yangu. Hilo hakuna vya haki hapo, sio hivyo. Huo muungano hautakiwi tu kiroho. Yes, na akiamua kufanya hivyo achukue na aondoke. Kama alikuwa ndani ya nyumba yako, aendelee na maisha yake huko. Hivyo ndivyo watu wanaotakiwa kuelewa, kwa sababu ndoa ni kati ya mweusi, mzungu na mzungu, damu mchanganyiko na damu mchanganyiko. Hapo ni sawa. Albino kwa albino, sawa. Hapana kuchanganya, hapo ni mseto, imekatazwa. Je, baba yako hakukueleza hivyo, kwamba uoe mwanamke ambaye anatoka katika watu wako? Nisikilize mimi basi, usijali. Usijali kuhusu demoni hiyo. Kwa hiyo we nyengene, kuhusiana hiyo demoni kwamba inaua watu nini na nini, we usijali kuhusiana na hiyo, na uowe uonje, wewe ndio kamuoa tu. Najua watakupa naye jioni hii. Sasa nyingine amesikia, lakini Mungu hajamwambia kwamba utafanya hivi ili kwamba hiki akitatokeza mwingine itakuwa namna gani. Walikuwa tayari wameshaongea hapa tunasoma, lakini kabla waliongea mapema, lakini nitawaambia ni wapi ambapo waliongea na nini. Lakini hata kama wanaongea, lakini yeye hajatambua kwamba munganga ni roho wa agizo kula vitu. Amwambia usijali kuhusiana hiyo demon, wewe usijali. Nitakufunulia siri tena nyingine, na nitakuonyesha udhaifu wa hiyo demon na namna gani utaiweza. Wewe subiri tu, kubali tu kumwoa uonje, na nina uhakika kwamba jioni hii watakupatia kama mke. Basi akamwambia sasa kwenye mstari wa 12, hata hivyo unapoingia katika chumba cha ndoa, si ndio hapo ndio kulikuwa matatizo? Yaani uonje anapoingia na mume wake, sasa waende sasa kujuana kama mke na mume, wawe sasa kamilifu kabisa, mke na mume, ndoa iwepo.
eh. Hata hivyo, unapoingia katika chumba cha ndoa, weka kipande cha ini na moyo wa samaki juu ya makaa ambayo manukato huchomwa ndani yake. Hapana ubani aidha uvumba, no, ili chumba kipate harufu nzuri. Walikuwa wamezungumza, kuna kitu ambacho alimwambia, kwa sababu kulikuwa samaki wa ajabu ambaye akamwambia wakati wapo njiani kwamba chukua ini na chukua moyo wa samaki huyu, alafu chunga vizuri, twende. Hakumwambia kazi yake ni nini, hapo hapo wewe chunga, twende safarini. Sasa wakati sasa umefika, ndipo akamwambia, si unajua kile ambacho nilikwambia uchunge, uhifadhi vizuri, yeah. Wakati mtakapoenda kwenye chumba, weka mkaa kwenye hiyo sehemu ambayo manukato huwa yanachomwa, halafu utaweka ini na moyo wa samaki wa ajabu, weka juu, ili harufu nzuri iwe katika chumba. Harufu itatokea humo ambayo itafukuza demon mara tu inapoinusa, haitaonekana tena ikimzunguka. Kwa hiyo harufu hiyo itafanya hiyo demon inakimbia na haitarudi tena. Nyingine amesikia ni taarifa, okay, haina shida, tafanya hivyo. Kitabu cha Sangwabwa sura yake ya 12 mstari wa 5 hadi 6. Kisha mimi nyengene nikakumbuka maagizo ya munganga, nikachukua ini na moyo wa samaki wa ajabu kutoka kwenye mfuko wangu, sio mfuko wa vazi, alikuwa na mfuko pembeni na kuviweka juu ya makaa ya kuchoma manukato. Harufu iliyotoka humo ilifukuza demon, ilikimbia angani hadi Jene, ambapo wataita Misri, huko Wasepongo, yaani Afrika Kaskazini. Nilijifunza mengi baadaye kwamba munganga alifuata demon hiyo, akaitiisha katika nchi hiyo, na mara moja akaifunga minyororo. Hiyo minyororo msifikiri kwamba labda ni hii ambayo mnafungana, no, kuna mabano kwa kipindi kinachojulikana katika agizo kuu la vitu. Kufunga kwa minyororo, yani ni kutokuwa na uweza wowote katika kipindi hicho ambacho kinajulikana agizo kuu la vitu. Hiyo demon haiwezi kufanya chochote zidi ya watu katika kipindi hicho kwa kipindi kinachojulikana katika agizo kuu la vitu. Lakini demon haikumuona munganga kwa sababu haikustahili, na munganga alikuwa mwepesi sana. Sasa hiyo demon mwonekano wake ulikuwa namna gani? Ni upi utambulisho wa demon hiyo ambayo inatisha sana, ambayo inaongelewa? Kwa sababu hii demon ambayo wataita Asmodee ni demon ambayo wanaichukulia kwamba ni malaika aliyeanguka, halafu baadaye akawa demon, na kuna wengine wanasema kwamba na ni shetani mwenyewe. Ndio maana alitakiwa munganga ache, maana ni demon, na hii demon sio demon ya kwanza wala ya pili wala ya tatu wala ya 4 kuzaliwa. Kama inaweza kuwa ya 3 au ya 4 sijui, lakini sio ya kwanza, sio ya pili, ili muelewe vizuri. Lakini wanawaambia kwamba ni hiyo ambayo ilikuwa Bennett karibu na Wonje. Ndio maana ili kwenda kujua sasa muonekano na hiyo demon ilikuwa namna gani, tunaenda katika kitabu cha Bebwisedi ya Monmon, yani ufunuo wa Monmon. Hapana ufunuo wa Lakisabe ambao wataita ufunuo wa Yohana. Hapa ni ufunuo wa Monmon, ufunuo wa Sulemani. Sura yake ya 2 mstari wa 1 hadi 9. Hapa sasa wanatueleza kuhusiana na hiyo demon gisi ilivyokuwa. Anaanza kusema hivi, Monmon anatufunulia demon ededa bobe, kuna mabango ambayo wanyang'anyi wengi
watamwita Ashmedai, Asmodaios, Asmodeus na mengine mengi. Tunafunga mabano. Haikuwa kamwe Ebute Mudi, kuna mabano, kerubi. Sio kerubi aliyeanguka na kuwa na muloloma mungulame, yani malaika walioanguka, kwamba alikuwa Ebute Mudi, kwamba alikuwa malaika, alikuwa ni kerubi aliyeanguka alafu baadaye akawa malaika aliyeanguka. Huo ni uongo ambayo Monmon anatueleza kwamba sio kweli. Demon Ededabobe ambao wataita Asmodeus haikuwahi kuchukua aiza kuiba ufalme wangu, maana wanasema katika historia kwamba hiyo demon ilichukua ufalme wa Monmon, ilinyang'anya ufalme wa Monmon. Ndivyo hadithi mbaya zinasema. Hapa Monmon anatutaarifu mambo yatakuja baada ya miaka mamilioni na mamilioni, tayari ameshaandika. Kwa sababu ndio maana ni ufunuo wa Monmon wa mambo aliyoyaona yatakayotendeka baadaye, watakayofanya hapo baadaye. Kwani chini ya uvuvio wa demon za kidini za daraja la juu katika wakati ulio mbali sana, kuna mabano wakati ujao, na wetu wenyewe wazungu wengi wataandika, kuna mabano katika maandishi yao ya uongo, tunafunga mabano, kwamba demon Ededabube ambayo wataita Asmodeus itaiba ufalme wangu, na kwamba baadaye mimi Monmon nitaifukuza kwa jiwe. Hiyo ndio historia ambayo wanaiongelea kwamba ilikuja, alafu Monmon Sulemani akachukua jiwe ndio akafukuza nayo, na hiyo ndio maana utakuta hilo jiwe anaongelea jiwe la Sulemani, mambo kama haya. Anawaambia kwamba huo sio ukweli, ni uongo mtupu. Anaendelea kusema Ededabobe ambayo wataita Asmodeus pia ni demon ya kutisha ya jamii ya demon za wivu na ni mharibifu. Mnasikia? Yani ni demon ya wivu, ndio maana ilikuwa haitaki kabisa huyu mwanamke apate kuolewa, aiza mwanaume kuwa naye kama mke na mme. Hilo demon hiyo haikuwa inataka. Demon Ededabobe yani Asmodeus pia ni demon mseto ya anasa, nusu ndege, wanamwambia nusu ndege, na ndio maana hiyo demon iliruka angani hadi wase Bongo Jene, kwa sababu ilikuwa demon ndege. Na sio demon ndege tu, sikiliza sasa yani maelekezo, yani utambulisho halisi wa hii demon. Ededabobe ambayo ni Asmodeus pia ni demon mseto ya anasa, nusu ndege, kuna mabano lelala endene, gos ya jamii ya demon ndege, tunafunga mabano, nusu titanoboa. Andikeni kwenye internet titanoboa muone gisi wanaonyesha, yaani tumeona kwamba ni nusu ndege, nusu titanoboa, kuna mabano mbomo wa jamii ya demon boa, tunafunga mabano, nusu nyati, hiyo demon tu moja tena ni nusu nyati ya jamii ya nyaka ejeje, yani minoto, kuna mkato, nusu kondoo dume. Tunafungua mabano mudongi ya jamii ya Ebandabodima Mudima Bobesa Tirs, kuna mkato, nusu mwanaume mzungu wa kutisha, tena ana umbo, ana sura ya mzungu mwanaume, na nusu popo ambayo ndani ya mabano epukepuke, mnyama mseto anayeruka, ndio epukepuke ambayo utaita popo ya jamii ya demoni popo. Hayo maelezo yote ambayo tumeeleza ndio hiyo demon Asmodeus. Yaani haya yote maelezo yote yako kwa kiumbe kimoja: nyati, titanoboa, mwanaume mzungu, popo, ndege. Hivyo vyote ni kiumbe kimoja ambacho kina hizo nyuso zote, kila kitu ambacho tumetaja hapo, ndio hiyo demon
Mnaona ni namna gani? Ndio maana watu wamechanganyikiwa kusema kwamba hiyo demon labda ni shetani mwenyewe, kwamba hiyo demon ni malaika aliyeanguka. No, ni demon, na sio demon ya kwanza wala demon ya pili. Kwa hiyo Mormon anatufunulia kutueleza mwonekano na utambulisho wa halisi wa hiyo demon ambayo inaitwa Asmodeus, ambayo ni Eddabobe katika lugha ya asili. Demon Eddabobe Asmodeus haikuwahi kumtongoza mama yetu Muto, kuna mabano wa jamii ya Weusi pekee. Tunafunga mabano. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasema kwamba jinsi mwanamke alivyokuja kudanganywa kwamba ni huyu Asmodeus ndiye aliyekuja kumtongoza za kumtanganya mwanamke ambaye ni mama yetu sisi Mweusi ambaye ni Muto, huu ni uongo mtupu. Mtajua kwa nini. Kumtongoza mama yetu Muto wa jamii ya Weusi pekee kwa wote ambao ni mama yetu wote sisi Weusi, kwani wakati wa Muto Eddabobe ambayo ni Asmodeus bado hakuwepo. Nikupenda kuambia kwamba wakati wa Muto na Muto hiyo demon zilikuwa bado hazijakuwepo. Kwa hiyo namna gani mtasema kwamba hiyo demon ilikuja kumjaribu mama yetu wakati hiyo demon ilikuwa bado hajazaliwa? Maana Muto na Muto walikuja wakarudi wakanyakuliwa, demon hazijazaliwa, ili kuonyesha kwamba ni uongo wa hizo historia ambazo wanaandika. Demon Eddabobe Asmodeus haikujenga, yani huyo Eddabobe hakujenga hekalu, ikulu, nyumba au jengo lolote kwa ombi langu au bila ombi langu. Huyu ni Mormon anasema haikutokea, ni historia tu za kuunda ambalo mimi simo, na hata kama mimi simo hakuwahi kufanya hivyo. Esukedu ma mudima bobe, yani esukedu ma midima bobe, ma mudima bobe ambao wataita Lilith, demoni kubwa sukubas ya usiku, hakuzaa demon Eddabobe ambayo ni Asmodeus. Kwa hiyo wanasema wengine kwamba ni Lilith ndiye aliyezaa hiyo demon ambayo ni Asmodeus. Mbona wanawaambia wote ni uongo mtupu. Hata waambia sasa alizaliwa namna gani, baba yake ni nani hiyo demon. Demon Eddabobe yani Asmodeus ina kama mzazi Namuloloma yani malaika, Namuloloma Mungulane yani malaika aliyeanguka wa utaratibu wa tatu, ambaye hapo awali alikuwa amelala yani kufanya ngono na kuna mabano wanyama mamalia wa kike na wengine. Tunafunga mabano. Bukini, Titanoboa, nyati, kondoo dume na epukepuke aina ya mnyama mseto anayeruka. Tunafungua mabano kutokana na mseto kati ya baadhi ya wanyama wanaojulikana na walioanzishwa kama mimi. Tunafunga mabano, tunaweka nukta, pap. Historia imerejeshwa. Nikupenda kusema kwamba yani hiyo demon ambayo ni Asmodeus ni baba yake ni malaika aliyeanguka, kwa sababu malaika walioanguka ndio waliokuja kutembea na wanyama, ndipo demon zikazaliwa. Kwa hiyo ni mmoja kati ya Bamuluma Bungulani ambao walianguka, ndiye aliyekuja kutembea na wanyama, yani ametokana. Ili labda wengine wataniuliza sasa, ilikuwa namna gani kwamba hii demon iwe na nyuso hizi zote ambazo tumetaja: ndege, nyati, mwanaume mzungu, kuna nini tena, popo, Titanoboa? Hivi vyote vilitokea wapi na namna gani? Hilo sitalijibu hapa. Watakao kuwa na swali hilo Jumapili ambayo tunakusanyika, kwa wale ambao wako ndani ya zizi wanaweza wakauliza, na jibu nitalitoa kulingana na uwezo wa neno la Lupa. Kwa hiyo ndio demon hiyo Asmodeus, ambao watu wanafikiri kwamba labda ni shetani mwenyewe. Wengine watafikiri kwamba ni malaika aliyeanguka, wengine watasema kwamba ni shetani aliyebadilika baadaye kawa malaika aliyeanguka. No, ni demon ambayo ilikuwa ikimsumbua huyu mwanamke ambaye ni Uonje, lakini Uonje alipata
uponywaji. Luba anaendelea kujitukuza.